Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na rehema zake na baraka zake. Ni matumaini yangu ni mzima wa afya, na namuomba Allah aendelee kukutunza, kukuweka na kukuhifadhi, na akuweke mbali kabisa na kila aina ya shari, mitihani, mabalaa na hata hasad pamoja na kijicho vya wale maadui zako wanaokutazama usiku na mchana. Allah akukinge na shari za asubuhi, akukinge na shari za jioni, na akukinge na shari za usiku mzima. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, bado tupo katika silsila yetu ya kupeana darasa mbalimbali za namna ya kujisaidia juu ya mitihani, matatizo, mabalaa, dhiki na misukosuko inayotuandama katika maisha yetu. Na leo nimekusudia kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala nikakufunze moja ya uradi bora kabisa, uradi uliobeba siri kubwa, uradi uliobeba mambo makubwa na faida nzito kabisa juu ya mwanadamu, hususan yule mwenye kushiriki kutenda uradi huu. Insha Allahu alkarim, Mwenyezi Mungu anaweza akamfanyia mambo makubwa sana. Sasa uradi huu na kukusudia hasa zaidi wewe ambaye unahisi kabisa mitihani yako, mabalaa, misukosuko, majanga unayoyapitia na ile mitihani mikubwa ambayo inakusibu katika maisha yako, unafika hatua unakaribia kukata tamaa. Hapa ninakusudia wale ambao maskini, kila analolifanya haliendi, kila analolishika haliwi, anajitahidi kufanya ibada mbalimbali lakini bado anaona mambo magumu, anajitahidi kushika hichi lakini bado anaona kuna ugumu wa mambo. Kila anapovyopanga mipango yake mambo yanashindwa kwenda, anajitahidi, anajitihada kubwa katika kupambana maskini, lakini bado anaona uzito na ugumu wa mambo. Nakutaka wewe ndugu yangu mwenye sifa hizi nilizozitaja, leo nikakufunze uradi ambao naamini utakutoa kwenye shimo la giza na kukuleta kwenye uwanja wa nuru. Na kwenda kukufundisha uradi ambao utakutoa katika giza la matatizo, giza la mitihani, giza la mabalaa, kulete katika uwanja wa nuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awali yote kwanza fahamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia walillahi alasmaul husna, na ana Allah majina yaliyo mazuri, fad'uhu biha, basi muombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hayo majina yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia tena ndani ya maneno yake matukufu, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, tambueni enyi wanadamu, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zinatulia nyoyo, nafsi zinatulia, nafsi zinapoa. Ndugu yangu mwenye tafash, mwenye mitihani, mwenye mabalaa, mwenye matatizo, misukosuko imekuandama, majanga yamekufika, unalia usiku na mchana, kaa ukifahamu ya kuwa Allah anakuambia kwa kumtaja yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nyoyo zinatulia. Kisha akatuambia wala dhikrullahi akbaru, na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni katika mambo makubwa makubwa, kwa maana yamebeba siri kubwa za mafanikio ya mwanadamu. Naomba leo nikufahamishe ili kama ulikuwa ufahamu, 90% ya mafanikio ya mwanadamu yamefungamanishwa na dhikri, yamefungamanishwa na adhkar, yamefungamanishwa na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Viumbe pekee wenye maajabu makubwa hapa duniani, viumbe pekee wenye maisha yenye mabadiliko, basi ni wale ambao wanashikana na adhkar ama na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni dhikri gani hii ndugu yangu nataka nikufunze siku ya leo? Jifunze maneno haya mafupi yenye faida kubwa na yenye maajabu makubwa yatakayokusaidia katika maisha yako. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Narudia tena, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Hayasemi yoyote maneno haya kwa imani na ikhlasi, illa Mwenyezi Mungu humuondoshea shida zake, illa Mwenyezi Mungu humuondoshea matatizo yake, illa Mwenyezi Mungu humuondoshea madhiki yanayomwandama, illa Mwenyezi Mungu humpa faraja, illa Mwenyezi Mungu humpa
furaha ya nafsi, ila Mwenyezi Mungu humpa yale anayoyataka katika muda mfupi kabisa katika maisha yake. Kama unataka kuanza kuona mabadiliko rasmi katika maisha yako, kama unataka kuona unafungua ukurasa mwingine mpya wa maisha katika maisha yako, basi ni kushikamana na subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Maneno mazito haya, maneno matukufu haya, maneno yanayotikisa mbingu zote na ardhi zote, maneno yaliyobeba sifa nzito za Allah subhanahu wa ta'ala. Hayasemi haya maneno mwenye dhiki, ila Allah umuondoshea dhiki zake. Wewe mwenye kutamani, wewe mwenye kutarajia, wewe ambaye unapitia changamoto mbalimbali, wallahi alazim, ufunguo wa mambo yako ni subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa huwa rabbul arshi alazim. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa utautumia uradi huu, basi akakupe yale unayoyatarajia. Unaweza ukajiuliza, sasa uradi huu nausoma muda gani? Uradi huu nausoma mara ngapi? Uradi huu nafanyaje huu uradi? Mimi nikwambie ndugu yangu, kama kweli umeshikamana na madhiki, kama kweli umeshikamana na mashida, kama kweli una mitihani mizito iliyokukamata, basi huu uradi unapendeza mno 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 mtu aufanye baada ya swala ya asubuhi, na kabla jua halijainuka mwinuko mkubwa. Nikiwa nina maana kipindi chote tokea swala ya asubuhi imemalizika kusali mpaka kuisha kwa muda wa dhuha majira saa 5, wakati huo unatakiwa ujibidishe na kujipinda kwa kiasi kikubwa kutaja uradi huu subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Sikwambii mara ngapi au ni idadi ngapi, jitahidi ufanye kwa wingi, jitahidi ufanye kwa wingi mno, ufanye kwa wingi sana, ndipo hapo utakapoona mafanikio insha Allah kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie wepesi wewe ambaye utakwenda moja kwa moja kukamata haya na kuyafanyia kazi kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mimi ndugu yenu katika iman, Sheikh Omar Al-Basri, napatikana Dar es Salaam Tanzania, hapa Tandika, karibu kabisa na shule ya msingi ya Azimio, kabla na msikiti wa Mnyimaki. Shukran lakum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.